Kiongozi wa North Korea Kim Jong-un ameambatana na mtoto wake wa kike kushuhudia na kusimamia zoezi la kuonesha uwezo wa kifaru kipya cha kivita, tukio lilovuta macho ya dunia na kuzua maswali mengi kuhusu mustakabali wa nguvu za kijeshi za taifa hilo. Katika uwanja maalum wa majaribio uliopo pembezoni mwa Pyongyang, sauti nzito za mitambo na minyororo ya chuma zilivunja ukimya wa asubuhi. Kifaru hicho kipya kilionekana kikisonga mbele kwa kujiamini, kikikatiza vumbi na kuacha alama ya nguvu isiyopingika. Kim Jong-un alionekana makini, macho yake yakifuatilia kila hatua ya kifaru hicho. Pembeni yake mtoto wake wa kike anayezidi kuonekana mara kwa mara katika matukio ya kitaifa, lakini pia katika video nyingine zikionyesha akiwa amepanda juu ya kifaa hicho, huku akijaribu kufuatilia kutokana na kifaru hicho. Alishuhudia tukio hilo, ishara ambayo wachambuzi wengi wanaitafsiri kama dalili ya maandalizi ya kizazi kijacho cha uongozi. Kwa mujibu wa Korean Central News Agency KCNA, kifaru hicho kimetengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu ambayo inakipa uwezo wa kipekee kubaini hatari kabla haijakaribia na kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani, kwa maana ya drones. Lakini kilichovutia zaidi sio uwezo wake wa kushambulia, bali ule wa kujiamini. Inaelezwa kuwa kifaru hicho kina mifumo ya kisasa inayoweza kugundua mwelekeo wa mashambulizi kisha kuchukua hatua za haraka kulizuia kabla halijaleta madhara. Mfumo huo unatajwa kuwa hatua mpya katika mbio za teknolojia ya kijeshi, hasa katika enzi ambayo vita vya kisasa vinazidi kutegemea drones na makombora ya kisasa. Hata hivyo, nyuma ya maonesho hayo ya nguvu kuna ujumbe mzito wa kisiasa. Hatua hii inakuja wakati ambapo mvutano kati ya North Korea na mataifa ya Magharibi unaendelea kupanda kwa kuonesha kifaru hiki hadharani. Pyongyang inaonekana kutuma ishara wazi kwamba iko tayari na ina uwezo na inaendelea kujijenga kwa teknolojia ya juu zaidi. Swali kubwa linabaki kuwa, je, hii ni hatua ya kujilinda tu au ni sehemu ya mkakati mpana zaidi wa kujimarisha kijeshi dhidi ya maadui wake? Na zaidi ya yote, je, uwepo wa mtoto wa Kim katika tukio hili una maana gani kwa mustakabali wa uongozi wa taifa hilo? Haya ni maswali ambayo majibu yake bado yako njiani, lakini ulimwengu tayari umeanza kusikiliza kwa makini kila hatua ya Pyongyang. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo nasomeka Dodoma TV. 김성은 동지께서는 전술 연습이 끝난 후 신형 추격 탱크의 전투적 성능을 다시금 묘야하시면서 다음과 같은 견해를 피력하셨습니다. 탱크 공업의 현대화에서 우리는 당당히 자부할 수 있는 성과와 진보를 획득하였다. 제2차 장갑 무력혁명을 강력히 결행한 방중항의 전략적 지도에 긍지 높은 관철로 되는 신형 추격 탱크에는 우리식의 장갑 무기 체계 기술이 집성되어 있다. 우리가 특별한 힘을 기울인 신형 추격 탱크의 핵심